Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Israel imeanzisha vita ya kibabe huko katika Lebanon. Hii ni katika mapambano dhidi ya kundi la wapiganaji la Hezbollah. Israel imeanzisha mashambulizi ya ardhini huko Lebanon huku mzozo ukizidi kupanuka. Waziri wake wa ulinzi Bwana Israel Katz amesema kwamba jeshi la IDF la Israel limeanza harakati za ardhini nchini Lebanon ili kuondoa vitisho na kuwalinda wakazi wa Galilaya na kaskazini. Katz alisema Jumatatu katika maoni yaliyotolewa na gazeti la Yedioth Ahronoth wakati wa tathmini ya hali katika makao makuu ya kijeshi ya Kiryat huko Tel Aviv. Mamia ya maelfu ya wakazi wa kusini mwa Lebanon ambao wamehama na wanahama kutoka katika nyumba zao hawatarejea makwao kusini mwa eneo la Litani, aliongeza waziri huyo wa ulinzi Bwana Katz. Katz alisema waziri mkuu Benjamin Netanyahu amewaagiza wanajeshi kubomoa kile alichokitaja kama miundombinu ya kijeshi katika vijiji vya Lebanon kwenye mpaka. Shirika la utangazaji la Israel limeripoti kuwa jeshi liliomba serikali kuidhinisha uhamishaji wa askari wa akiba 450,000 ili kujitayarisha kwa mashambulizi ya Lebanon. Ombi hilo linatarajiwa kuwasilishwa hivi karibuni kwa mawaziri wa serikali na wanachama wa kamati ya mambo ya nje na ulinzi ya Senate ili kuidhinishwa. Shirika la utangazaji limeripoti kuhusu suala hilo. Hata hivyo, Israel imesema vita hivyo vitaendelea. Afisa wa kijeshi wa Israel amesema kwamba Israel inatarajia vita nchini Lebanon vitaendelea hadi Mei 26, kulingana na vyombo vya habari vya ndani. Afisa mkuu katika kamandi ya kaskazini ya jeshi aliwaambia wanajeshi wa akiba wakati wa mkutano uliofungwa kwamba mapigano kwenye eneo la kaskazini yanaweza kuendelea kwa wiki kadhaa hadi likizo ya Kiyahudi ya Shavuot mnamo Mei 26, gazeti hilo lilisema. Afisa huyo alisema lengo la jeshi ni kuchukua fursa ya kile alichokitaja kama uwezekano wa kuporomoka kwa serikali ya Iran ili kuiondoa Hezbollah na kuharibu miundombinu ambayo kundi hilo lilijijenga upya wakati wa usitishaji vita na pia kukamilisha uharibifu wa maghala ya silaha na zana za kijeshi zilizosalia. Tutasalia hapa kwa muda mrefu iwezekanavyo, afisa huyo aliwaambia askari wa akiba na kuongeza kuwa uvamizi huo unaendelea na hauzuiliwi kwa muda maalum. Inatajwa kwamba baadhi ya wanajeshi wa Iran huenda wapo nchini Lebanon kwa ajili ya kuongoza kundi la wapiganaji la Hezbollah, na hivyo wakati huu wanajeshi wa Israel watenda kukutana na wanajeshi wa Iran katika mapambano dhidi ya kundi la Hezbollah la nchini Lebanon. Hata hivyo, kulingana na taarifa zilizotolewa na jeshi la Israel, bado mipango ni kuona wanalimaliza kabisa kundi hilo la Hezbollah ambalo limekuwa likiungwa mkono kwa muda mrefu, na hata wakati huu kundi hilo liliapa kwamba baada ya kifo cha Ayatollah Al-Khamenei watalipa kisasi kwa ajili ya kuenzi nafasi ya kiongozi huyo mkuu wa Iran. Wanajeshi wa Israel wanatatizwa na kutokuwa na uhakika. Kulingana na gazeti la kila siku, kutokuwa na uhakika juu ya muda unaotarajiwa wa mapigano kunazua mkanganyiko kati ya askari wa akiba kabla ya likizo hiyo ya Kiyahudi ya Pasaka ambayo huanza mapema Aprili. Askari wengi walioitwa hawajui watahudumu kwa muda gani na wanakabiliwa na uchovu unaongezeka, gazeti hilo lilisema. Vikosi vya Israel kwa sasa vinafanya kazi kati ya kilomita 7 hadi 9, sawa na maili 4 hadi 6 ndani ya ardhi ya Lebanon, na eneo lililo chini ya udhibiti wao linaweza kupanuka kabla ya mashambulizi makubwa ya ardhini, gazeti hilo limesema. Mapema Jumatatu, kiongozi wa upinzani wa Israel Yair Golan, kiongozi wa chama cha Democrats, alionya kwenye mtandao wa kijamii wa X wa Marekani kwamba serikali ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu inaonekana kuelekea kwenye uvamizi wa ardhini ambao unaweza kulinasa jeshi katika kile alichokita matope ya Lebanon na vita vingine visivyokuwa na mwisho. Kadhalika analiona kundi la Hezbollah la Lebanon si kundi ambalo ni la lelemama, ni kundi ambalo kwa muda karibia miaka miwili liliweza kulisumbua jeshi la IDF katika mapambano, wakati kundi hilo likitetea watu wa ukanda wa Gaza. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.